Simulizi yetu imefikia sehemu nzuri, na hii ni baada ya Brightness kwenda katika jiji la Arusha akiwa na Lonely. Baada ya kufika Arusha, Emedi anamtafuta Brightness ambaye ni mpenzi wake, lakini mama yake na Emedi wako wanapanga taratibu za ndoa, yani baina ya Emedi na Brightness. Brightness baada ya kutafutwa na mama mkwe ambaye ni mama wa Emedi, anaamua kuondoka Arusha kwa kumdanganya bwana Lonely ya kwamba mama yake anaumwa, hivyo inahitajika arudi haraka katika jiji la Dar es Salaam. Lakini mwishowe ya yote pale tulipoishia, baada ya Brightness akiwa na bwana Emedi nyumbani kwake kwa Emedi, wanagombana. Wazazi wanajua na utata unakuwa mkubwa katika familia. Sasa je, ni nini kitaendelea baada ya Brightness kutaka kuondoka? Kisha wazazi wa bwana Emedi wamemzuia asiondoke. Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya 7 ya simulizi yetu ya Penzi la Yatima. Hii ni Simulizi TZ, baki hapo hapo, maana tunaendelea na sehemu ya 8 ya simulizi yetu hii nzuri, tamu na adhimu. Basi wazazi wa Emedi walinipa pole kwa kile kilichotokea usiku, hivyo wakaniomba nimsamehe Emedi. Huenda ni hasira pamoja na wivu ndivyo vilivyopelekea yeye kufanya vile alivyofanya. Waliniambia pia kuwa kwa sasa tutasitisha taratibu zote za nyinyi kuweza kufunga ndoa mpaka pale mtakapomaliza tofauti zenu. Niliwakubalia, lakini niliumia sana. Nilitamani sana niolewe na Emedi ili akashuhudie tena kwa macho yake kuwa mimi ni bikra na wala sijawahi kumsaliti hata siku moja. Hata hivyo, sikuwa na kipingamizi chochote kile juu ya uamuzi wa wazazi wa Emedi, ukizingatia pia nilishaanza kumwogopa mtoto wao, yaani Emedi, na nahisi yeye ndo aliwaamuru waweze kusitisha mipango ya ndoa. Hivyo sikutaka kuendelea kubakia pale nyumbani kwa Emedi. Niliwaaga wazazi wake kisha nikaondoka. Nilichukua zangu boda nikaenda mpaka nyumbani. Hakika siku ile nakumbuka nilikuwa na huzuni sana. Niliwasha simu yangu ili nione kama Emedi atakuwa ameniandikia chochote, walao hata meseji, lakini cha ajabu sikukuta chochote. Sikukuta meseji yoyote kutoka kwake. Nilikuta tu meseji nyingi sana kutoka kwa Lonely. Lonely alikuwa na wasiwasi sana kuhusu mama yangu. Kumbuka nilimdanganya kuwa mama yangu anaumwa. Hivyo alivyoona sipokei, siko hewani, akahisi huenda mgonjwa amepatwa na jambo baya, huenda akazidiwa ama tatizo lolote limetokea. Basi baada ya kuwasha ile simu yangu, Lonely alinipigia. Sikuweza kupokea, maana kwa muda ule sikuwa nimejiandaa na majibu ya kuweza kumpa juu ya mama yangu ambaye nilimdanganya. Kumbe mama yangu maskini ni marehemu muda mrefu tu. Ilibidi tu niizime ile simu, maana niliona inazidi kunichanganya tu. Asikufiche mtu, mimi niliwaza, nilikuwa na mawazo siku nzima. Nililia, nilijiminyaminya, nilipiga kelele. Niliumia, sikuweza hata kula. Nilibaki na maswali yasiyo na majibu ndani ya moyo wangu. Sikupata majibu ndani ya moyo wala akilini mwangu.
Nilijiuliza, hivi ina maana Hemedi ndo ameamua hivi? Hivi ina maana Hemedi nimemkosea kiasi ambacho amediliki kukanseli ndoa? Sijui nikwambie nini, sijui nieleze vipi ili uweze kunielewa. Hakika mimi nilivurugwa. Kama kuna mtu aliwahi kupitia njia hii, mipango umeshaanza kuambiwa kwamba tayari ghafla inavurugika, kitu ambacho hujafanya. Oh my God, iliniumiza na ilinitesa sana. Kichwa hakikuacha kuuma. Sikwambie mtu, ni hatari. Basi baada ya kuwaza kwa muda mrefu, nilifanya maamuzi. Maana kama ni kuteseka, nilishateseka sana, inatosha. Nilijiambia kwa msisitizo ya kwamba inatosha. Tena haya mateso ya ukubwani, hapana. Nilifanya maamuzi. Kama Hemedi haeleweki, basi sina budi kurudi kwa Ronray. Sina budi kumpa Ronray nafasi aweze kuleta furaha kwenye maisha yangu. Ya nini kuteseka? Ya nini kuteseka wakati kuna mtu yuko tayari kunipa furaha kwa gharama yoyote, kwa namna yoyote? Nilijiona mimi mjinga, nikafanya maamuzi. Na baada ya kufanya maamuzi, niliamka nikaelekea bafuni. Tayari ilikuwa ni usiku hivyo. Nilitoka kitandani, lakini muda huo Hemedi bado hakuwa amenitafuta. Hemedi alikuwa jeuri. Hemedi ni jeuri, sio poa kabisa. Basi ulipita muda kidogo, Ronray akapiga simu. Safari hii nilipokea, tukasalimiana. Kiukweli Ronray alionyesha wasiwasi mkubwa, tena sana. Nini kilikupata? Brightness, umepatwa na nini? Upokee simu yangu my love. What's wrong with you mama? Message ujibu Brightness. What's wrong with you baby? Nikamwambia, Ronray, I'm not okay. I'm not okay. Ronray, I'm not okay. Nilikuwa najiuliza muda huo. Akaniuliza, nini shida? Are you okay? Nikamwambia, hata sielewi. Akaniuliza, mgonjwa anaendeleaje? Nikalia kwa sauti bila kujizuia. Hapo nikamwambia, mgonjwa amefariki. Ronray hakuwa anajua chochote kuhusu vifo vya wazazi wangu. Nilijua tu kwa vile nilimwambia mama yangu anaumwa, ni lazima angetaka kuja kumuona. Na kama angemkosa, basi angeniona mimi ni muongo. Na wazungu hawapendi uongo. Basi niliona bora nimwambie mama yangu kafariki, maana tayari alishafariki. Ronray hakika alisikitika. Alisikitika sana. Aliniambia atairisha safari yake ya kwenda Kilimanjaro ili aje kunifariji kwa kifo cha mama yangu. Nilimwambia hakuna shida Ronray, it's okay. Kijana wa watu alinibembeleza sana. Akanipa maneno ya kunitia moyo. Brightness, mpenzi wangu, dunia ni safari ndefu na kifo ni njia ya wote. Mpenzi, pole kwa kifo cha mama.
mama ameondoka, lakini amini ya kwamba nipo kwa sababu upo, na natamka rasmi, nipo kwa ajili yako. Mimi kwa sasa nitakuwa ndio mama yako. Nitakufariji, nitakutunza na nitakupenda kadri ya uwezo wangu wote. Amini ya kwamba upo ndani ya mikono salama. Nitakupenda, nitakupenda mno. Nitakuwa bega kwa bega popote pale utakaponihitaji. Usisite kuniambia. Basi nilimshukuru sana. Aliniambia asubuhi mapema atarudi da, na akishafika atanipigia niende kumchukua aje kuhani. Tulikubaliana, tukaongea kidogo. Baada ya hapo tukaagana, nikalala zangu. Siku iliyofuata jioni, Ronray alinitafuta akaniambia tayari amesharudi da, kama nitaweza niende kumchukua au nimwelekeze mtu wa taksi amlete mpaka nyumbani kwetu. Nilichanganyikiwa sana. Sasa akifika hapa akakuta hamna hata dalili za msiba. Wakati nafikiria cha kufanya, Ronray alinipigia tena akaniambia tayari ameshapata usafiri. Alimpa dereva taksi simu yake ili nimwelekeze nyumbani kwetu awalete. Alidai anakuja na rafiki yake waliokutana huko Arusha. Sikuwa na cha kufanya. Maji nishayavalia nguo, sina budi kuyaoga. Basi nilimwelekeza dereva, ila nimwelekeza njia ya kuzunguka ili wachelewe kufika. Niliwaza niwaambie majirani waje ili wajae. Niliwaza labda wajae pale nyumbani, lakini mbona nataka kuyazua mambo hapa yasije akawa makubwa. Nikawa najiuliza nitafanyaje mimi jamani. Nilitamani nipate mtu wa kunishauri juu ya hili, lakini mimi sina hata rafiki. Hivi Ronray ataniamini kweli mimi? Maana hapa hakuna hata dalili zozote zile za kwamba hapa kulikuwa kuna msiba. Akiniacha na huyo, itakuwa mgeni wa nani mimi? Jamani. Ilikuwa yapata mida ya saa 1 kuelekea saa 2. Ronray alinipigia simu akaniambia dereva ameshafika sehemu niliyowaelekeza. Moyo wangu ulilipuka ukafanya paa. Moyoni nikajisemea leo nimeumbuka. Nilimwambia Ronray sawa, nakuja hapo wachukua. Akasema sawa Brightness, pole kwa usumbufu, najua bado hauko sawa. Basi nilitoka nikaenda kuwachukua, nikawa nawaleta mpaka nyumbani. Baada ya kuwafikisha ndani, nilikaa nao hapo sebleni kwenye mkeka. Ndani kwetu sio pazuri wala nini. Kwanza nyumba yetu wazazi walifariki kabla haijaisha. Yaani chini hakuna sakafu, kulikuwa ni vumbi tu, na madirishani tulikuwa tumeziba na mifuko. Hakuna hata fenicha za maana kusema watu wangeweza kukaa. Basi tulikaa pale, Ronray akatulia, wakawa wananifariji. Nilienda nikawaletea picha ya mama yangu, nikawaonyesha na baba yangu, nikawaambia wazazi wangu wote wameondoka, nimebaki mimi tu na mdogo wangu. Ronray alinihurumia sana, akaniuliza ina maana wameondoka wote kwa pamoja? Nikamwambia hapana, baba yangu alitangulia miaka michache iliyopita. Basi alinikumbatia akawa ananifuta machozi, na hata the way nilivyokuwa na maumivu mengi, michozi ilikuwa inanibubujika kama mvua.
Lolei aliuliza, mdogo wako yuko wapi? Nikawaza nijibuje, nisije nikajichanganya. Nikisema yupo shule, nitakuwa nimejimaliza mwenyewe. Nasemaje sasa? Mara likaja jibu kichwani. Nikamwambia, mdogo wangu yuko kwa rafiki yake, yaani rafiki yake mama, tulikofanyia mazishi. Okay, it's okay Brightness. Unahitaji kuwa strong kwa ajili ya mdogo wako. Nikasema tu sawa. Basi hata hakuojioji mambo mengi. Muda mwingi aliutumia kunifariji. Ilipofika saa 5 usiku, wakaniambia wanataka kuondoka ili wakapumzike. Waliniachia kiasi cha pesa kama pole ya msiba. Baada ya hapo, nikawatoa. Nikawasindikiza kidogo, kisha wakapanda taksi na mimi nikarudi zangu ndani. Ilibidi nifikie bafuni, maana nilikuwa hoi, yaani hoi bintaba, tena si kidogo. Basi nilioga vizuri, nikamaliza. Nikachukua zile pesa, nikazihesabu. Ilikuwa pesa nyingi. At least machungu yalipoa. Basi nilituza pesa zangu. Mara simu yangu nikaisikia inaita. Alikuwa Ronley, alikuwa ananijulisha kuwa wamefika salama pale hotelini, na akanisisitiza niwe strong. Nilimshukuru sana kwa ajili ya kujali. Tukaongea kidogo, akaniambia nipumzike. Basi siku iliyofuata Ronley alikuja tena kuniona. Awamu hii alikuja peke yake, na alikuja bila hata kunitaarifu. Nakumbuka hiyo mida nilikuwa zangu nje nafua. Ghafla nikasikia sauti ya Ronley akiwa anaita, "Hello Brightness." Nilishtuka. Nilimpokea na kumuingiza ndani, tena kwa haraka kabla hajaonekana kwa majirani. Aliniuliza, "Unaendeleaje?" Nikamwambia niko poa tu. Aliniomba nifungue mfuko ambao alikuwa amekuja nao. Kuna chakula changu alikuwa amenibebea. Hatari. Baada ya kufungua, nikakuta chipsi, kuku na juisi. Nilimwambia asante. Sijui hata alijuaje kama nina njaa kiasi hiki, maana tangu asubuhi nilikuwa sijapika chochote. Basi nilinawa mikono, nikamnawisha na yeye ili tuweze kula wote. Akaniambia, "No, mimi nimeshakula." Alionja tu, then akaniachia nibe. Chips ilikuwa tamu vibaya mno. Aisee, nilikula. Tena nilikula kwa haraka mpaka nikahisi atakuwa anajua kwamba nina njaa. Na hiyo nyama ya kuku, ndo kabisa ulikuwa udhaifu wangu mimi jamani. Nilitafuna mpaka mifupa. Nilishushia na ile juisi ya baridi. Nikashiba. Kitumbo changu kilikuwa ndi. Basi Ronley alikaa na mimi mpaka usiku. Tulikuwa tu tunapiga story 2-3 pale. Maskini mkaka wa watu, hana mawazo hata ya kijinga kama Emedi. Usiku aliniomba niweze kujikaza, tutoke tukale, then nitarudi home kulala. Nilikubali. Alimpigia simu yule dereva taksi, akaja kutuchukua, akatupeleka sehemu ya chakula, kisha tukala. Then baada ya hapo yule dereva taksi alitubeba wote, wakanirudisha nyumbani. Baada ya hapo akampeleka Ronley hotelini. Nilijikuta naanza kumzoea sana Ronley. Kadri siku zilivyokuwa zinazidi kusonga, nikawa na enjoy sana uwepo wa Ronley katika maisha yangu. Naweza nikasema kama dalili fulani hivi za mtu mmoja ambaye nilikuwa natamani awe katika maisha yangu, ambapo kwa mwanzo nilimpa nafasi hiyo Emedi. Sasa Ronley anaanza kunivuta. Yaani uwepo wake kwenye maisha yangu ulikuwa kitu kikubwa sana.
Basi siku zilienda. Nakumbuka siku moja Rory alinipigia simu, akaniambia anapanga kurudi UK. Lakini before hajarudi aliniomba kitu kimoja. Aliniambia nikiendelea kukaa pale ndani kwetu nitazidi kuwa na kumbukumbu mbaya juu ya vifo vya wazazi wangu. Hivyo alinishauri tutafute nyumba nzuri sehemu nyingine anipangishie, alafu kule kwetu atanisaidia kuparekebisha ili niweke wapangaji. Kuhusu mdogo wangu aliniambia tukishapata nyumba nitaenda kumchukua ili niishi naye. Lole aliniambia nisijali kuhusu chochote kile, maana yeye atatusaidia kwa kila kitu, kuanzia masomo and everything. Kusema kweli niliona kama miujiza, na wala hajawahi kuniomba penzi. Hajawahi kunifokea wala kunipiga. Niliwaza sana, mwisho nikasema huyu Ronley ndo anastahili kuwa na mimi. Mimi nilikuwa naamini mwanaume sahihi ni yule anayekuheshimu, anayekushika mkono katika hali zote bila kutarajia chochote kutoka kwako. Emedi aliweka matamanio mbele, yani ya kimwili, kuliko vitu vingine. Alikuwa tayari kufanya chochote ili mradi tu nimpe mwili wangu autumie. Tazama, tamaa zilimjaa kuliko kawaida. Hata hivyo, pamoja na mabaya yake, ana mazuri yake pia. Siwezi nikamsema sana. Bado sijajua nini alichonipangia Maulana kwenye maisha yangu. Bado nilikuwa katikati. Yule atakayenioa, huyo ndo atakayekuwa wa kwanza na ndo atakuwa chaguo langu. Nilikubaliana na ombi la Lonry la kutafuta nyumba sehemu nyingine ili nihame pale kwetu. Basi tulikubaliana siku inayofuata tukakutana, tupange ni nyumba ya aina gani itatufaa. Siku iliyofuata Lonry aliniomba niende kule hotelini ili tuweze kujadili vizuri kuhusu mambo kadhaa. Basi nilijiandaa, nikaitisha usafiri, nikaenda mpaka pale hoteli. Ni katika ile hoteli niliyoachishwa kazi na yule meneja mshenzi. Baada ya kuingia tu pale hotelini, mtu wa kwanza kukutana naye ilikuwa ni meneja. Alishtuka baada ya kuniona, but mimi sikuwa naye wala kumwangalia. Nilimsalimia vizuri tu, nikaenda zangu. Sijui alijua mimi kama akinifukuza kazi nitateseka, lakini mwenzie ndo kwanza nazidi kung'ara, nazidi kupendeza, shepu nayo natunzwa. Basi macho yalimtoka kama mjusi aliyebanwa kwenye mlango, lakini wala sikumjali. Nilikuwa busy na Lauren wangu. Tulipata kiamsha kinywa, baadaye tukaanza kuongea kuhusu nyumba. Lauren alihitaji kujua aina ya apartment ninayohitaji. Mimi nilitaka nyumba yoyote tu, kikubwa tupate pa kuishi. Lauren aliniambia hataki nyumba ya ili mradi, something expensive, apartment nzuri ambayo akikaa anapata utulivu na iwe sehemu nzuri karibu na beach. Nilihema, lakini ni sawa, kikubwa analipa yeye hela. Kipingamizi mimi cha nini? Au nakitolea wapi? Basi dalali alipewa kazi ya kutafuta nyumba. Nyumba ya kwanza ilipatikana Mbezi Beach. Tulikwenda kuiona. Role yake ikataa. Alidai haina quality. Nyumba ya pili ilipatikana Masaki. Ilikuwa nzuri, lakini ilikuwa mbali kutoka baharini. Basi Ronway alihitaji nyumba ambayo akikaa nje kwenye balcony, upepo wa baharini uwe unampepea pepe na awe anaiona bahari ile. Nye. Basi dalali aliomba tumuongezee siku aendelee kutafuta nyumba. Alichukua siku kadhaa
nyumba ikapatikana. Ni nyumba nzuri sana, yaani ni bonge moja la apartmenti. Sasa hiyo kodi yake jamani, kidogo nizimie. Baada ya kutajiwa pesa ya kodi, nyumba ilikuwa inalipwa kwa dola. Ukizibadili kwa pesa ya Tanzania ni mamilioni. Kwa akili yangu kimoyomoyo nikaanza kujiambia, hii pesa si bora angenipa mimi jamani. Ronre alilipia kodi tena ya mwaka mzima. Aisee, iliniuma ile pesa mimi. Ingekuwa uamuzi wangu mimi, awe ningepanga zangu nyumba ya kawaida kama ile ya Emedi. Ile nyumba aliyoichagua Ronre, it's very expensive. Sema tu nilipenda kitu kimoja. Ndani ilikuwa na kila kitu. Furniture zake zilikuwa ni nzuri mno. Basi tulitafuta mtu wa usafi. Bahati nzuri tukapata kampuni moja hivi, ilikuwa inaitwa AGM Cleaners. Basi walitufanyia usafi vizuri, kisha jioni tukahamia zetu mjengoni. Mimi sikuhamia moja kwa moja kwa sababu bado nilikuwa mguu ndani mguu nje. Nilibeba nusu ya nguo zangu, zingine nikaziacha, yaani kule nyumbani kwangu. Bado sikuwa naamini katika maamuzi yangu, hivyo niliamua kuhama kidogo kidogo, ili siku mambo yakienda kinyume nisepe kimya kimya kama nipo vile. Basi siku ya kwanza tumehamia tu mjengoni, Ronre aliniambia yuko serious sana na mahusiano yetu. Akawa ananishirikisha pale baadhi ya mambo na mipango yake. Mimi mpaka muda huo nilikuwa sielewi, na nilimuomba tupeane space ili tujuane vizuri. Yeye wala hakuwa na kipingamizi, alisema it's okay, but alihitaji tukae wote kwa sababu yeye huku ni mgeni na mimi ndio mwenyeji wake. Kuhusu masuala ya mapenzi alinipa uhuru, aliniambia yeye kashanipenda na haoni dalili zozote za kuweza kumpenda mtu mwingine mpaka pale nitakapompa jibu la mwisho kama mimi nipo tayari, yani ndio au hapana. Na katika maelezo yake alidai yuko tayari kabisa kufunga pingu za maisha na mimi. Basi tulikubaliana, na kwa vile alikubaliana na masharti yangu, sikuona noma kuhamia pale, yani pale kwake. Tulianza maisha rasmi, tuliishi kama boyfriend and girlfriend. Na lakini hatukuwa katika mahusiano ya kimapenzi, yani hatukuwahi kufanya chochote kile. Siku zilisonga na maisha yetu yakazidi kuwa bora siku hadi siku, na zaidi Ronre alijiheshimu tena sana. Jamani, aliniheshimu mno, yani ninavyozungumzia mno ni mno. Sio mtu wa kulazimisha vitu. Anajua kila mtu anahitaji uhuru wa kuamua. Alikuwa anaelewa kabisa kwamba kila mtu ana maamuzi yake na ana uhuru wa kihisia, na alikuwa anaheshimu hisia za mtu. Yani sijui nisemaje. The guys was so amazing. Maisha yalikuwa mazuri mno. Alikuwa ananikea kwa kila kitu. Ronre alinionyesha na akanifundisha nini maana ya kupendwa. Alinionyesha kabisa, na hakika alinifundisha. Tangu nianze kuishi naye, sikuwahi kabisa kufokewa wala kupigwa tena wala kuzomewa, hata kutiwa singi. Niliamini Ronre kapenda. Niliamini Ronre mwalimu wa upendo. Licha ya uhandsome wake, licha ya usmati wake, licha ya uzungu wake, kadata kwa mtoto wa kitanga ambaye hata tunda hajaonja, hata ikulu hajawahi kuigusa, lakini leo ametulia kwa mtoto wa kitanga, mwenye rangi yangu, mwenye shepu yangu maridhawa,
mwenye kila kitu na kila sifa ya mwanamke. Akikutana na mwanaume yoyote yule aliyekamilika, yaani Ronley alisahau kabisa kama kuna kurudi kwao, na hapo bado sijampa chochote. Nilijiuliza, siku nikikutana naye si ataomba uraia wa Tanzania huyu? Basi maisha ya mimi na yeye yalikuwa ni maisha ya amani, upendo na furaha. Mara nyingi mimi na yeye tuliendelea kusafiri sehemu mbalimbali nzuri kwa ajili ya kuenjoy. Sinajua wazungu ni watu wa kutalii sana. Basi nakumbuka siku moja jioni tulitoka mimi na Ronley tukaenda bichi. Akiwa free huyu jamaa huwa anapenda sana kuogelea na kufanya mazoezi. Anadai akiushughulisha mwili kwa mazoezi huwa anachoka. Tena huwa anachoka sana, na hiyo inamsaidia kuweka mwili bize ili asitamani sana ama naweza nikasema kufanya mapenzi na mimi. Basi kuna muda nilikuwa namhurumia akizidiwa na hamu. But nilihisi bado huenda sio muda sahihi kwa sisi kufanya hivyo. Hata hivyo kila kitu kinahitaji muda, tena na subira, na inshallah Ronley alijitahidi sana kuvumilia. So that day tukapanga zetu kwenda bichi, tukale, tunywe, tuogelee na kufanya michezo yote. Basi tulitoka zetu na begi letu la nguo mpaka bichi, maeneo fulani hivi amazing sana. Mimi na maji hatunaga urafiki, yaani kabisa. Lakini siku hiyo nilibeba tu vinguo vyangu vya kupigia picha kuogelea. Wakati Ronley anaogelea, mimi nilikuwa busy kupiga picha. Ninapenda sana picha mwenzenu. Basi bwana, pale bichi siku hiyo kulikuwa kuna watu fulani hivi wa mapambo. Walikuwa wanapamba. Ni kama kulikuwa design fulani hivi na party. Maeneo yale. Ile sehemu ilipambwa tena ikapendeza mno. Yaani it was so amazing. Niliendelea kujirekodi vikripu. Nikiwa bichi nikawa nabadili location. Katika sogea zangu nitakutafuta location nzuri za picha, mara nikajikuta nimesogea mpaka lile eneo la party. Macho hayana panzia bwana. Nikajikuta naanza kuangalia wageni mbalimbali waliokuwa wamefika mahali pale. Sasa katika kupepesa kwangu macho, ghafla nikaliona gari la Emedi linakuja. Macho yakanitoka. Emedi anakuja kutafuta nini hapa? Kugeuza jicho, maana nikawaona wazazi wa Emedi. Mungu wangu, kwani kuna nini hapa? Nikajiuliza huku naendelea kutizama kwa umakini. Gari ya Emedi ilisimama kwa mbali kidogo, lakini naijua vizuri ni yake ile. Basi nikakaza macho tena kwa umakini nione kulikoni. Na kweli bwana, nikamwona Emedi anashuka kwenye gari, akazunguka upande wa pili wa gari, akafungua mlango, akamshika mkono mwanadada mmoja hivi aliyekuwemo kwenye gari, akashuka. Wakaanza kutembea kuja pale kwenye event. Watu walipowaona walielekeza macho yote kwao. Ilibidi nijifinye, maana nilihisi huenda ninaota. Mnajua siku zote namkazia Ronley. Nilizani huenda Emedi anaweza akanirejea. Sasa huyu msichana aliye naye bwana Emedi ni nani huyu? Yule msichana alikuwa amefungwa kitambaa cheusi, yaani machoni mwake. Halafu Emedi ndo akawa anamuongoza njia. Basi bwana, walikuja mpaka pale kwenye ile event. Watu wakawa wanawashangilia na kuwapiga picha. Nilitamani kuondoka, lakini nikashindwa mpaka nione kinachoendelea ni nini. Miguu iliishiwa nguvu. Nilibaki nimeganda pale kama mshumaa wa Pasaka. Baada ya Emedi na mwenzie kuwasili pale, Emedi alimfungua yule mdada kitambaa.
mambo yanaenda matamu, tena kunaenda patamu. Ndugu msikilizaji, usikae mbali. Huu ni mwisho wa sehemu ya 8. Hemedi anamfungua mtu kitambaa. Msichana mmoja mrembo mzuri, huku Brightness akiwa anaona. Sasa je, Hemedi anayemfungua kitambaa ni nani? Je, ni dada yake? Je, ni mtu wake ama ni nani? Hii ni simulizi ya Penzi la Yatima. Utamu kila siku unazidi kuongezeka. Ndugu msikilizaji, usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Hapo ndipo tamati ya sehemu ya 8. Usikose katika sehemu ya 9. Tuko mbioni, muda si mrefu tutafikia tamati, lakini kabla hatujafikia tamati tutajua Penzi la Yatima limefikia wapi. Mimi langu jina ni Mr. A Romantic. Kama unahitaji simulizi mbalimbali zile in deeply kabisa, nitafute kwa WhatsApp namba 0686630118. Asante na kwaheri.